Kenya ilikuwa baadhi ya miongoni mwa nchi za kuweka huo mkataba kuhusiana na mambo ya kutumia plastiki na matumizi ya plastiki, na kufuatilia hiyo mikataba iliyowekwa rasmi, plastiki zilipigwa marufuku, ama zile tunasema karatasi ama tunazita kwa Kiingereza single use plastic. Na zilipopigwa marufuku, walipeana nafasi ya watu kutumia plastiki ambazo zinaitwa biodegradable ama zile ambazo zinaweza kufanywa recycling. Sasa hile tatizo tuko nayo kubwa ni kwamba mashirika yale yalipewa ruhusa ya kuendelea kutumia plastiki na wakapewa pia responsibility ya kuzishughulikia hizo plastiki baada ya kutumia. Wenyewe hawajazingatia kwa kina jinsi ambavyo hizo plastiki zinashughulikiwa baada ya kutumiwa. So si kwamba sheria ipo, lakini ile implementation na ile follow up ndio imeshindikana. Ikawa kwamba mashirika mengi ambayo yanapaswa kuwa aidha wanarokota zile plastiki wanazipeleka kwenye recycling, hawafanyi hivyo. Na kwa njia moja pia ile kuimplement ama kufuatilia hiyo sheria imekuwa ngumu, manake sasa watu ni wengi ambao wanatumia tuseme chupa za plastiki kama vile za maji, na ikiwa nchi itaweka rasilimali kufuatilia watu kufuata sheria, itakuwa pia ni changamoto, kwa sababu tunajua shirika la NEMA linazingatia kwenye policy level mambo kama hayo, lakini sasa ile implementation kwa ground, kama uko na mamilioni ya watu ambao wanakunywa maji kila siku, ni ngumu kufuata kila mtu kujua hiyo maji yakikunywa plastiki yanatupa wapi. Si kwa kuwa plastiki zote ni mbaya. So ukifikiria kama gloves ambazo zingine watu wanavaa, hizo gloves zinatumika pia kwa hospitali, sivyo? So tukizitoa tunahatarisha maisha ya watu, tunahatarisha maisha ya mgonjwa, tunahatarisha maisha ya daktari, ama tunahatarisha maisha ya wale wahudumu, sivyo? Lakini wakizitoa tunazitupaje ama tunafanya nini nazo? So tunaambiwa wakizitoa zina recycliwa, zinatengeneza zingine. Chupa ni hasa za plastiki zinaleta madhara makubwa sana kwa uchumi samawati. Kama wakaaji wa pwani tunategemea uchumi samawati, na zaidi ni kwamba samaki tunawategemea, na ikiwa chupa zinabebwa na maji, mvua zikinyesha chupa zinabebwa mpaka baharini. Hiyo inakuwa na athari kubwa sana katika sehemu hizi za bahari. Na vile vile nchi kavu ni kwamba hasa tukizingatia maeneo ya Kinango ambapo kwamba ni semi arid na Lungalunga. Ukweli ni kwamba kiangazi kimeathiri hayo maeneo, na sababu kubwa ni ukataji wa miti kiholela.